Si busara na sijawahi kuona katika tokea nipate fahamu zangu huku duniani kuona watu wanapelekewa maendeleo wakayakwamisha. Bismillah, naona Changakwale. Sisi tumeathirika na mpaka sasa hivi bado imani zetu ziko chini kabisa kulingana na uathirika huu uliotukumba. Sambamba na hilo, hii nyumba mnayoiona hapa, humu mna mtoto ni mlemavu, hawezi kutembea, hata humu ndani hatoki. Nyumba hii shatitia. Yeye ikija ikianguka hii nyumba, mna mtoto humu ndani, wazee wake hawapo. Yeye hukomelewa humu, watu wakaenda kutafuta riziki, litakalo kuja tokezea halijulikani na ni wakati gani. Je, tutakuwa tuko hali gani? Yengine ukiziangalia nyumba hizi hapa zote, kuna nyingine zishakatika viambaza, nyingine zishatitia. Twaishi katika hali ya bahati nasibu. Na sisi kila siku tunapopeleka hoja zetu na malalamiko yetu, tuambiwa subirini, matokeo yenu yashughulikiwa na tamaa ya kulipwa iko. Baada ya kupita tu hii zoezi la njia, ni kitu kizuri, ni kitu cha maendeleo, lakini wananchi hawakupewa stahiki yao kwa ajili ya malipo. Wananchi hawakulipwa. Jambo la pili ambalo nataka niliseme ni kuwa saizi tuko kipindi cha mvua, angalia hali. Ina maana kuna possibility kubwa wananchi wa hapa kupata maradhi ya mlipuko, ambao maradhi ya mlipuko haya yakianza hapa yataingia katika Pemba nzima. Basikia, na ukizingatia ni kipindi cha mvua, na ukiangalia kama ndani kuna watoto, uchafu huo hapo, kuna wengine ni walemavu. Ina maana tuko kwenye changamoto na mazingira magumu. Wasikia? Wangependa watu waone kwamba winzi wao huko wamelipwa kabla ya kutiwa lami, kwa sababu wanajua wananchi siku hizi kwamba likitiwa maliza la lami, kampuni inafurahi, ishamaliza kazi, na serikali haipo tena pale. Japokuwa haiondoki serikali, lakini wanakuwa na mawazo hayo tu. Ni mawazo tu mama. Si kwamba ni kweli, lakini mawazo kwamba hawa wakishatia lami watatusahau. Kwa hivyo ndio maana leo kukafanywa haya. Tumeletewa miradi ambayo ilikuwa ni kilio Zanzibar, hususan Pemba, ukosefu wa barabara. Lakini kwa jitihada za maendeleo za rais wetu, sasa hivi tunaona kwamba maendeleo haya kila chochoro, kila pahali barabara zinapelekwa. Kwanza hiyo tuone kwamba ni fursa adhimu na ni maendeleo ambayo tulikuwa tunatafuta kwa miaka mingi. Napajua Changakwale, nilikuwa napita, kwa kweli hii hali iliyopo hapajatiwa lami, ilikuwa hatusubutu kupita hivi. Nyote umashahidi, uongo. Kwa maana hiyo, haya ndiyo kwanza tuamini kwamba ndio maendeleo ya rais wetu katika kuhakikisha kwamba wananchi wake wanapata maendeleo ya barabara, maji safi, mashule. Tunaona hapana alokuwa hana macho, sote tunaona. Sasa kutokana na tatizo hilo lilojitokeza, ni kweli ni changamoto, na mimi kama mkuu wa wilaya nimelipokea hili kwa vile nimekuja nimeliona, na kuahidini wananchi wa hapa Changakwale nitalisimamia kwa kadiri ya uwezo wangu. Nitazungumza, maana mtasema washapita wengi washazungumza. Kwa hiyo nawaahidi mimi nitazungumza na nakuhakikishieni litafanikiwa ndani ya wiki 2. Ndiyo, kwa sababu sipige kwa sababu wiki 2 mbali. Subiri. Kwa sababu hizi taarifa tunataka kuzipeleka, zitajulikana, na kwa sababu zishajulikana tokea mwanzo. Kwa maana hiyo nawaahidi, siwezi kuambia wiki 1. Nikiambia wiki 1 lisipotekelezeka, si itakuwa shida. Kwa hiyo nakwambieni kwenye wiki 2 tatizo hili mutalipwa fidia zenu na maendeleo yatazidi kuendelea katika kijiji hichi cha Changakwale.